BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Oluwa na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. Mapigano makali yameripotiwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini kufuatia mashambulizi mapya ya makundi ya waasi wanaodaiwa kufadhiliwa na mataifa jirani. Jeshi la Kongo FARDC likishirikiana na wazalendo wa kitaifa limejibu kwa nguvu likianza operation kamili ya kijeshi yenye lengo la kulinda mipaka ya wananchi. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Katika mji wa Goma hali ya kijeshi imechacha, wakati awali kulienea maneno kwamba hali ilikuwa blagi au mzaa wa kijeshi. Leo taarifa zinaonyesha kwamba hali imebadilika kabisa, sasa ni vita kamili. Taarifa za wananchi wa BMP TV online walioko Goma zinasema milio ya risasi nzito imesikika tangu mapema alfajiri, huku askari wa FARDC wakiimarisha mistari ya ulinzi katika Bukavu, makao makuu ya Kivu ya Kusini. Mapambano yameendelea kwa saa kadhaa. Wapiganaji wa wazalendo wamejipanga kulinda miji mikubwa na kuhakikisha hakuna uvamizi kutoka upande wowote. Mashuhuda wameeleza kuona magari ya kijeshi wakisafiri kuelekea mstari wa mbele yakibeba wanajeshi waliovalia bendera ya taifa la Kongo, huku raia wakionyesha hamasa ya kuunga mkono jeshi lao. Msemaji wa wazalendo amesema Bukavu sasa sio kama jana. Risasi zinalia huku si mzaa tena, ni uamuzi wa vita kwa ajili ya heshima ya taifa letu. Kauli rasmi ya jeshi la serikali. Jeshi la FARDC kupitia msemaji wake limetoa tamko rasmi kwamba operesheni zote zinazoendelea mashariki zimeidhinishwa na serikali kuu mjini Kinshasa. Kauli hiyo inasema wazi, tumeamua kulinda kila kipande cha ardhi ya Kongo. Hatutakuwa tena na repli strategique kurudi nyuma. Huu ni wakati wa kusimama imara kwa ajili ya heshima na uhuru wetu. Serikali pia imewaomba raia wote wa mashariki kutojihusisha na uvumi wala propaganda za kugawa taifa. Badala yake wamehimiza kushirikiana na mamlaka kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama na kuunga mkono jitihada za kitaifa za kulinda amani. Wito wa umoja na ulinzi wa taifa. Katika ujumbe wa uzalendo uliotolewa kupitia ukurasa rasmi wa wazalendo Sidikivu kwenye Facebook, viongozi wa harakati hizo wamewataka wananchi wote wa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri na Maniema kuwa kitu kimoja. Kila raia wa Kongo ni askari wa taifa lake. Huu ni wakati wa kuonyesha uzalendo, ujasiri na mshikamano. Tuungane kulinda ardhi yetu na utambulisho wetu kama taifa huru. Wananchi wamehimizwa kufuatilia matangazo ya moja kwa moja ya wazalendo na maafisa wa kijeshi kupitia Facebook. Mtazamo wa kimataifa na kidiplomasia. Matukio haya mapya yamevutia macho ya dunia nzima. Umoja wa Mataifa UN kupitia ujumbe wa MONUSCO umeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano, huku ukitoa wito wa kuheshimu mipaka ya kitaifa na kulinda raia. Aidha, Umoja wa Afrika ametangaza kikao maalum cha dharura mjini Addis Ababa kujadili hali ya Kivu, ambapo nchi jirani kama Rwanda, Burundi na Uganda zinatarajiwa kuomba maelezo kuhusu tuhuma za ushiriki wa kijeshi katika eneo hilo. Serikali ya Kongo imeendelea kudai kwamba baadhi ya mataifa jirani yanaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa waasi wa M23 na makundi mengine ya kivita. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo kupitia taarifa rasmi amesema Kongo haiko tayari tena kuvumilia uingiliaji wa nje. Dunia inapaswa kuelewa kuwa uvamizi wa mara kwa mara mashariki sio tena vita vya ndani, bali ni uvamizi wa wazi wa mipaka ya taifa. Katika jukwaa la kimataifa, mataifa kama Afrika Kusini, Tanzania, Angola na Namibia yameonyesha nia ya kuunga mkono jitihada za Kongo za kurejesha amani kupitia muungano wa kijeshi wa SADC ambao umeahidi kuimarisha ushirikiano wa kiusalama. Wakati milio ya risasi ikiendelea kusikika katika milima ya mashariki, moyo wa uzalendo wa wananchi wa Kongo unaendelea kung'aa zaidi. Wananchi wanahimizwa kudumisha imani, utulivu na umoja. Huu ni wakati wa kizazi kipya cha wazalendo
kuandika ukurasa mpya wa historia, ukurasa wa ushindi, wa heshima na wa taifa moja lisiloweza kugawanyika. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua nikikutakia jioni njema. BMP TV Professional Update.